Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Simba. Kupata hali ya msisimko. Mtu anaukumbuka wema wako. Utamfananisha mtu. Utajiondosha kwenye jambo lenye ugumu. Unahisi hali nyingi sana za kukukwamisha. Lakini imani yako inafanya uendelee kupambana. Kutumie kiasi cha pesa ambacho hukuhitaji kukitumia kwa sasa. Mambo yanabadilika. Hivyo inakupasa na wewe ubadilike kwa kuacha visivyofaa. Mtu ataiga kitu unachokifanya. Utahisi kupoteza muda, lakini uko sahihi kwenye kutekeleza jambo. Maarifa yako ni madogo kwa sasa, kutokana na kuchoka kiakili. Unatarajia mazuri ya mara kwa mara, ila unahisi kuchelewa. Nyota ya Mshale. Imani yako kupungua kwa jambo fulani. Unahisi kukosa kitu ambacho ulitamani kupata. Kuna hali ya ukwamishaji kuwepo. Hivyo baadhi ya vitu vitakuwa tofauti na matarajio yako. Kuhifadhi kitu. Baadhi yenu mtafanya maamuzi sahihi kabisa ya kujiondosha sehemu. Utahitaji kuwa huru na mambo yako katika sehemu ambayo hutofuatiliwa na mtu. Kutumia kitu kitakachokuletea madhara. Watu wa karibu kuwa na mabishano. Kuhofia kitu. Utapata salamu nyingi sana au jumbe nyingi kwa simu yako. Nyota ya Punda. Kupata habari za watu wa mbali. Mtu kukupenda sana. Kupenda sana vitu vizuri. Utakuwa mwenye kutarajia mazuri. Kosa lako la ukaidi litakukosesha kitu kizuri. Jaribu kubadilika. Katika mavazi utakuwa mwenye muonekano mzuri sana. Pia watu watapendezwa na kujipenda kwako kwa mitindo mbalimbali. Kuna nafasi mbili nzuri zitakufikia, ila mojawapo unaweza kuipata. Unaweza kupata vipele usoni, kupata ghasia ya kitu, kupata ukumbusho ulio mwema. Nyota ya Mizani. Kumwelezea mtu jambo lako. Kumuhisi mtu kwa utofauti. Mtu kubadilika ghafla. Tumbo kuwasha sana. Kupata kitu na kukosa kitu. Utakula kitu chenye chumvi nyingi sana. Utapata pendekezo jipya au njia nyingine ya jambo. Utamkamilishia mtu hitaji lake. Utaambatanisha taarifa za mtu zenye ushahidi. Kusifiwa kwa bidii yako. Nyota ya Mapacha. Kupata habari ya mtu kuumia. Utahitaji kupatiwa uthibitisho wa kitu. Mapokeo ya mtu yatakuwa tofauti na ulivyotarajia. Utaandaa kitu ambacho kitadumu kwa muda mrefu. Kuna maendeleo utakayoyafanya. Kuna wakati moyo wako utakuwa wenye kuuma. Kuhisi vitu vibaya. Kushtuka sana. Kujihisi majonzi pia. Wengi wenu kitu cha zamani kinarudi kwako. Hii inaweza kuwa kazi, uhusiano na mengineyo. Jambo fulani kutimia. Nyota ya Ndoo. Kuwa na mafikirio mengi sana. Kujihisi dhaifu. Kuna kitu utakachoacha kukifanya. Uchangamfu wako na mtu kurudi. Utashangazwa na kitu. Mabadiliko na uhusiano utakuwa na mwangaza mzuri kwako. Unachokihofia kitakuwa sahihi au kweli. Kufanya kitu upya. Nyota ya Ng'ombe. Utakuwa mwenye wasiwasi. Kutokuwa na msimamo sana. Utakuwa mwenye kubadilika kimaamuzi. Kutatizika kwa jambo. Pesa ndogo ndogo kuingia mfululizo. Akili yako inafanya kazi kwa haraka sana. Mpango mzuri unaohitaji kuufanya. Huu ndio wakati wake. Mapenzi ya mtu yatarudi kwako kwa ukubwa zaidi. Nyota ya Mashuke. Kushukuriwa. Furaha na mtu kurejea. Japokuwa unapitia magumu mengi, ila kuna njia ya heri itakuokoa kwa jambo. Utakuwa una uhitaji wa pesa, ila utashindwa kuipata kwa haraka. Kupenda kuheshimiwa. Utakuwa mwenye mamlaka sana au kushurutisha.
kupatiwa habari utakayoifanyia kazi kwa haraka, kuhisi mtu anakuchunguza, utamfikiria mtu vibaya. Fikra hizo zitakuwa zinakujia sana, kukosana na mtu. Nyota ya mbuzi. Unajitahidi sana kujipa imani, kupuuza jambo linalokupa maumivu, kupata kitu kwa uchache lakini kitakusaidia, kumuuzi mtu, kupokea maagizo muhimu, kuondosha lawama nyingi kwa mtu, kujitahidi kuizoea hali fulani, utapata salamu kutoka kwa mtu wa mbali. Nyota ya kaa. Kumwelezea mtu mafanikio yako ya kitu. Utaongelewa sana wakati huu, kwa mazuri na mabaya pia. Kurekebisha kitu. Utahisi mtu yuko na choyo. Mtu atakununia au kukukasirikia. Utauona uchangamfu wa mtu tofauti na ulivyomzoea, au hali mliokuwa nayo hapo mwanzo. Kuangaliwa sana na mtu ambaye amekuzidi umri. Utakiri kitu. Kuthibitisha mambo mengi. Kutarajia kuonana na mtu kwa mara nyingine. Utamuepuka mtu. Nyota ya samaki. Hali ya shari kukuandama sana. Lipsi kucheza sana. Kuna makasiriko utakayoyapitia au kukorofishwa. Unahitajika kuwa mwangalifu. Kuona umuhimu au faida ya kitu kile unapozidi kutumia. Utataka kujiweka mbali na mtu. Nyota ya nge. Mtu anatamani ukaribu wako. Utakuwa mwenye kusita sana. Kuna mtu hana nia nzuri kwako. Unaweza kulijua hilo kwa hisia. Ila kutokana na mambo mengi kuwa nayo kichwani, unaweza usilijue hilo kabisa. Kuna adui mpya anajitokeza kwako. Lengo ni ukwamishaji tu kwenye maisha yako. Wakati huu unaweza kujihisi unyonge au upweke sana. Mabadiliko ya mtu yatakupa hofu. Kuyasikia sana mabishano ya watu. Utapokea habari itakayokufurahisha. Mawazo yako yanaunda ukweli. Uthibitisho wa hilo utakuwa mwenye kuona namba 111. Kuna jambo utahitaji kuanza upya. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.